kwa sababu ile kesi imecorrupt. Majaji wenyewe wanasema, kwa wangapi mlikuwa mahakamani? Waliokuwa mahakamani, jaji anasema tumeangalia, lakini hatujalazimika kuingia kuangalia uzito wa ushahidi au ukweli wake. Sasa kama hujaangalia ukweli wa ushahidi, unasemaje huyu mtu ana kesi ya kujibu? Kwa sababu kesi inapoanza, serikali inapoleta ushahidi, wanaenda kuestablish kitu kinaitwa prima facie case. Sema prima facie case, kwamba ana kesi ya kujibu. Maana yake ni serikali ikishamaliza kutoa ushahidi wake, wewe usipojitetea, ule ushahidi peke yake unajitosheleza kukufunga. Sasa unapokuja kujitetea, unakuja kufuta ule ushahidi ambao wametoa ili uonekane una hatia. Sasa wewe jaji anasema sisi hatukuangalia huo uzito wala ukweli wake, wala kama ni ushahidi wa ukweli, lakini ana kesi ya kujibu. Sasa mmetoa wapi hiyo kesi ya kujibu kama hamjaangalia uzito wa ushahidi? Alafu jana yake Wasira amesema kwamba Lissu tutaendelea naye, hatutamwachia. Hiyo nakwambia nini? Wasira alijuaje kama hajawasiliana na watu? Lakini hiyo kesi ni kesi ya jinai, ndio kesi kubwa kuliko zote kwenye nchi. Kesi ya jinai una prove, yani unatoa ushahidi pasipo kuacha shaka yoyote, inaitwa beyond reasonable doubt. Sema beyond reasonable doubt, pasipo kuacha shaka. Sasa wewe miongoni mwa mashahidi, shahidi namba 17 wa serikali, kesi shtaka lake linasema Lissu alichapisha kwenye mtandao wa nini? Jambo TV habari hizo. Mwandishi wa Jambo TV anakuja anasema hajachapisha Lissu, wala Lissu hana access ya kuingia Jambo TV. Mimi ndio niliyepiga picha, mimi ndio niliyechapisha, sisi Jambo TV ndio tuliochapisha. Sasa hiyo si tayari kuna mashaka? Kuna ushahidi hapo? Kwa nini wanaendelea kumshika Lissu? Kumshikilia, wanamshikilia moja, ili kuongeza pressure ndani ya chama, tuwapigie magoti. Kutisha wananchi, kuwakatisha tamaa wanachadema, na kutengeneza watu ambao watajifanya wana huruma, waanze kusema Heche ndio anasababisha Lissu anaendelea kushikiliwa, Heche kapige magoti. Sasa mimi nilikuwa na mwenyekiti jana, amesema peleka moto. Sasa huyu anamsemea mwenyekiti, amekutana naye wapi? Jana mimi chumba kimeniambia hakuna kupiga magoti, na mimi sipigi magoti. Sasa unayekuja na maneno yako umepewa huko CCM, usiyalete hapa kwa wanachadema. Tunaelewana? Kwa sababu mwenyekiti mwenyewe amesema pumzi tunayo ya kutosha. Pumzi tunayo, nchi itabadilika. Afrika Kusini imebadilika baada ya watu wengi kupitia mateso. Ni kweli katika mapambano haya kuna watu watapoteza maisha, na wapo waliopoteza maisha. Ali Kibao amepoteza maisha, Deus Soka amepoteza maisha, wakina Polepole, wakina Mdude. Hatutafanya mzaha kwenye mapambano, tutasimama ili watoto kama yule wasije wakapitia ujinga tunaopitishwa sasa. Ni bora sisi tuwabebee maumivu. Hivi vitisho wanavyosema, nimeona watu wanasema Heche watakuua, mimi sio mbuzi wa kushika garani ukanichinje. Yaani wasijaribu, kwa sababu hata wao hawataishi kwa amani wala kwa raha. Narudia, hawataishi kwa amani wala kwa raha na watoto wao. Kwa tufanye siasa, tusitishane kabisa. Kama mnakosa, sheria zipo, sio? Haya kutishana nyie sio Mungu bana.
Tunataka mabadiliko ya katiba na mabadiliko ya kisheria. Tunataka mabadiliko ya judicial system, utaratibu wa mahakama. Hizi mahakama za aina hii zitaleta machafuko kwenye nchi hii. Tukiendelea kuwa na mahakama ambazo zinaonea watu kwa uwazi, Watanzania watashindwa kuamini mahakama. Watasema hatuziamini mahakama. Hakuna mtu ataenda kulalamika mahakamani. Watu wataanza kujichukulia sheria mkononi. Nchi nyingi zimeingia kwenye vita za wenyewe kwa wenyewe. Moja, unapokuta bunge la hovyo kama la kwetu hili, polisi wanaonea watu na kuteka watu na kuumiza watu, alafu chombo ambacho kilipaswa kuwasimamia na kuwapa ahueni mahakama kinapoanza kufanya upendeleo wa wazi, ndio nchi nyingi zinaingia kwenye matatizo. Na sisi tunayasema haya kwa nia njema, na tutaongea na mabalozi kwamba kama mnaipenda nchi hii, mnataka nchi hii iendelee kuwa hivi ilivyo, ingilieni haya mambo mapema, ondoeni uhuni. Watu wakishaona hawatendewi haki na mahakama, hawatendewi haki na polisi, bunge haliwasemei, watu hawataendelea kuamini na kunyamaza tu, wanaumizwa, wanauawa kama kuku. Hiyo ni tangu zama za enzi na enzi. Watu walipigania uhuru baada ya kuona mkoloni anawaonea, anawaibia, anawanyanyasa, watu wakaingia vitani kupigana na mkoloni. Na binadamu ni yule yule. Binadamu aliyeona uonevu kipindi kile, tena wakati huo hakuna simu, hawezi kuwa na tofauti na binadamu wa sasa. Anayeona kijana amekamatwa anaingia mbugani anauawa, umemshika alafu unamuua, wanajenga chuki. Binadamu anayeona pole pole anatekwa, anaona mdude anatekwa, anaona soka anatekwa, huyu binadamu hawezi kuvumilia, kwa sababu sisi binadamu kwa hulka yetu ni viumbe ambavyo hatupendi uonevu, kuacha watu wachache ambao wamejimilikisha mali za nchi hii. Kwa cha kwanza tunataka katiba ambayo itafumua huu mfumo wote wa uonevu. Tutengeneze mfumo mpya wa kuongoza nchi. Tunataka katiba itakayosimamia rasilimali za nchi yetu. Sisi wote tunastahili kuishi maisha mazuri. Tulitakiwa tumekaa hapa, huko nje kila mtu amepaki VX yake, anasubiri amalize kikao aende nyumbani kwake. Inawezekana. Temeke hii ina ukubwa wa kilomita za mraba. Hii Temeke tu 656 ina watu milioni 1.4 kwa sensa ambayo nimesoma. Singapore, nchi ya Singapore ina ukubwa wa kilomita za mraba 744. Kwa Singapore inaizidi Temeke kwa square kilometer kama kwa kata moja. Singapore wana bandari tu kama ya kwetu. Singapore ina watu milioni 6,111,000. Kipato cha Msingaporean ni cha kawaida. Kipato cha mtu wa kawaida wa Singapore ni dola za Kimarekani 107,756 kwa mwaka, yaani sawasawa na shilingi milioni 283,968,700 kwa mwaka. Yaani huyo ni muuza vitumbua Singapore, kipato chake ni milioni 280, kwa sababu wana bandari tu, bandari peke yake. Kipato cha mtu wa Tanzania kwa mwaka ni dola za Kimarekani 1,362, ambao ukizipiga kwa shilingi ni milioni 3,600,000 kwa mwaka mzima. Yaani kipato chenu kwa mwaka mzima ni sawasawa na milioni 3. Ukichukua zile shilingi 50,000 umelipa nyumba, shilingi 50,000 umepanda daradara, umelipa nauli kwenda kijijini, ukijumlisha mapato yako kwa mwaka hayazidi milioni 4, ukiacha wabunge na wafanyakazi wachache wachache. Sasa inakuwaje Singapore ambayo ina bandari peke yake, muuza karanga Singapore ana kipato cha shilingi milioni 290 kwa mwaka, ana gari, ana nyumba nzuri, ana umeme, ana maji, alafu nchi ya kwanza peke yake duniani
yenye Tanzania duniani, mtu wake ana shilingi 4,000, milioni 4 kwa mwaka. Inakuwaje? Nilikuwa naangalia ajira za Singapore, wameajiri watu milioni 4,114,000. Sisi tangu uhuru mpaka leo serikali ya CCM imeajiri watu 520,000. Yaani Singapore wako watu milioni 6 pointi, walioajiriwa ni milioni 4 na kitu, wengine labda ni watoto wako shule. Sisi tuko milioni 60, walioajiriwa ni 500,000, walimu wote, askari wote, wanajeshi 500,000, yaani chini ya 1%. Alafu kuna mtu mjinga anapewa shilingi 10,000 eti aje kutufanyia fujo sisi. Una akili timamu wewe? Una akili timamu? Yaani wewe ni mjinga kwa kiwango ambacho unakula utumbo wako mwenyewe. Hii serikali haipaswi kuwa madarakani, sio leo, jana ilipaswa iwe imeondoka madarakani. Na ndio maana wanapoona watu hatutaki kufanya siasa za udalali, tunapigwa vita kweli kweli. Ukisikia kila siku Wasira akitokea huku heche, tunani heche. Mimi na nini mimi jamani? Iswi lema. Kwa nini? Kwa sababu tumekataa udalali. Sema kataa udalali. Sasa ndugu zangu, hawa watu hakuna wanachoweza. Hakuna hata kupanga miji tu. Kupanga miji. Juzi mimi nilikuwa na challenge. Nilihojiwa pale Clouds TV. Nikaeleza kwamba Dar es Salaam mzima tukiwa bungeni, Magufuli alikuwa na mambo ya kidikteta ya hovyo mengi, lakini Magufuli alikuwa anafanya maamuzi. Alifungua bandari ya nchi kavu kule Kwala. Dunia huwezi kuja kuleta bandari kwenye mji wa kwako mkubwa kama huu. Huu mji ni mji ambao unapaswa kuleta watalii namba moja. Kwanza tuna fukwe. Watalii wakija hapa, akilala kule Serena hoteli, mama hapa Temeke atauza nyanya Serena. Kwa hiyo kumbe pesa zimetoka Ulaya, zimekuja Serena imenunua nyanya kwako. Wewe ukipata nyanya unapanda bodaboda ya huyu, ukipata hela unapanda bodaboda ya huyu, au unamwagiza kuletea nyanya nyingine. Mkulima wako anapata, huyo mkulima atanunua kitanda kwako, wewe utapanga nyumba kwa huyu, pesa inazunguka miongoni mwenu. Sasa leo mji huu umeharibika, hauwezi tena kuattract watalii. Hivi mnanielewa vizuri? Kwa watalii wanaenda nchi nyingine, badala ya hizo pesa zije zijenge uchumi wako, kwa sababu kama hakuna mzunguko wa pesa, wewe huwezi kupata pesa. Kukiwa na mzunguko mkubwa zaidi, hata wewe zitakufikia. Hivi jamani, mnanielewa? Mnaoelewa nyosha mkono tuone. Kwa sababu naona kama tunaelewana vizuri. Mimi ni mwalimu, kwa hiyo mnielewe. Kama uelewi nyosha mkono nikueleweshe. Ndio kazi yangu mimi. Sasa ndugu zangu, juzi nikawa Clouds, nikawaeleza kwamba kulikuwa na bandari kavu kule Kwala. Kongo wamepewa eneo lao, Burundi wamepewa eneo lao, Msumbiji, watu wanaopitisha mizigo hapa. Tuna nchi 8 zinatutegemea sisi. Kwa mizigo ya Msumbiji ikija inawekwa sehemu yake. Kwa mtu akija anakuta mizigo iko pamoja, anapakia, anaondoka. Kwa sababu huyo ni mteja wake. Leo wamebadilisha, bandari kavu zote zimerudi mjini hapa. Unaenda kule Mbagara, hadi maeneo ya jeshi yameanza kuwekewa bandari kavu. Nasema uongo? Ukienda pale Twalipo, bandari kavu. Ukienda Chamanzi, bandari kavu. Zinaitwa ICD. Vituka, pale Veterinary, bandari kavu. Matokeo yake maroli yamejaa mjini. Kwanza barabara hazipitiki. Barabara hazifanyi nini? Hata hii barabara tulikuja hapa wakati tunamsindikiza Lissu kuja hapa, tulifanyia mkutano wapi pale? Buriani. Hakukuwa na maroli hapa. Sasa hivi maroli yanapita hapo. Uongo kweli? Maroli yamejaa mjini, bandari kavu zimejaa mjini. Sasa hebu jiulize, mtu wa Kongo mzigo wake mmoja unawekwa Mbagara, mwingine unawekwa Twalipo.
mwingine unawekwa vituka, mwingine unawekwa vetenari. Sasa huyu mtu ni mteja wako, ameacha kupitisha mzigo wake bandari ya Mombasa, ameacha kupitisha mzigo wake bandari ya Beira Msumbiji, amekuja kupitisha kwako. Unakuja anakusanya mizigo karibia siku 4, anaingia kwenye kitu kinaitwa storage fee. Kwa hiyo mnaona, yani wanafanya makusudi, kwa sababu hizi bandari kavu ni za kwao, ni za kwao. Wananyonya uchumi wa nchi, wanasababisha watu wapate shida namna ya kuleta mizigo. Hao watu wakimbie, wanahujumu uchumi wa nchi. Uchumi wa nchi ukihujumiwa, serikali haipati hela. Serikali isipopata hela, mtoto wako hata ajiriwa, aliyemaliza walimu. Mtoto wako anahitaji uaskari, hata ajiriwa. Hivi mnanielewa? Barabara hazitajengwa. Kwa hiyo wahujumu uchumi, watu wanajibilikisha bandari za nchi kavu, mizigo yote inaletwa mjini kuharibu uchumi wa nchi. Juzi nimesema hayo, ndio unamwona Charamira anakimbia bandari si maroli. Sasa unajiuliza, hivi hao watu hawana akili? Yani mpaka Heche aone jambo ndio wakimbia. Kila halmashauri, tuna halmashauri ya Temeke, tuna halmashauri sio ya wapi, zinafanya kazi gani kama haziwezi kupanga mji? Yani kwa mfano hapa hivi, ikitokea moto hapa, angalia kwa barabara tulikopita tunakuja hapa, hivi zima moto inakujaje? Jamani, hivi mnanielewa? Unajua nyie mnaishi kwenye matatizo mpaka mnaona hiyo ndio inayotakiwa. Unajua mtu anawekwa kwenye matatizo mpaka anaona yale matatizo ndio maisha ya watu wote duniani. Kwa hiyo nikimwambia kuna mtu Singapore ana gari, kila mtu ana gari, anasema huyu anatudanganya. Na CCM kwa sababu inawajua, inakuja inawaambia mpaji Mungu, mpaji. Kwa hiyo kwamba Mungu amewapa wao, amempa Abduli, wewe hajakupa. Kwa hiyo wewe Mungu hakupenda, nampenda Abduli zaidi. Kwamba mpaji, haya tulia basi, tulia. Mpaji nani? Halafu wanasemaje? Haya, asante. Wanakuambiaje? Vyote vitafanya nini? Vyote vitapita. Kuna kitu nilisoma kwenye, mimi ni mwalimu wa psychology na bodi ni mwalimu mwenzangu. Kuna kitu kinaitwa defense mechanism. Defense, sema defense mechanism. Sasa niwape mfano sio mzuri sana, alafu lakini mnielewe. Mama zangu mtanisamehe. Huyu kijana anamtaka kwa jina la kisasa wanaita demu. Wale wa zamani wanaita mtoto. Anamtaka mtoto. Anamtaka Grace bali. Grace simama kuona. Simama Grace. Kwa hiyo huyu jamaa anamtaka Grace. Alafu anaenda kwa Grace anamtolea nje kwa lugha ya kisasa, anamkataa. Alafu jamaa anasemaje? Ili asipate mfadhaiko, ni kitu automatic kutoka ndani ya moyo. Anasema muone kwanza miwani mibaya. Hivi ulipokuwa unamfuata mara ya kwanza ulikuwa unaona hiyo miwani ni mbaya? Unasubiri mpaka akukatae ndio useme kwanza miwani yake yenyewe mbaya? Hiyo inaitwa defense. Inaitwa defense mechanism. Sasa leo hawa watu wameshindwa kila kitu, ndio sasa wanaanza kusema haya mambo, yani wanatengeneza mazingira ya defense mechanism. Kwa ndugu zangu wana Chadema, kazi yetu ni moja, kujenga chama hiki. Hiki chama ndio chama pekee kwenye nchi hii. Chama kwanza ndio chama kikuu cha siasa, lakini ndio chama pekee kitakachobadilisha nchi hii, ambapo kila mtu atapata haki. Wazee watapata haki. Wazee wetu hawa wana miaka 60, wana miaka 70, wana miaka 80, wamejenga nchi hii. Wewe ukiwa mfanyabiashara, ukiwa bodaboda, na wewe unajenga nchi kwa sababu unanunua mafuta, unajenga nchi. Wewe kama ni fundi ujenzi, wewe ndio uliyejenga nyumba anayoishi askari au mwalimu. Kwa na wewe unajenga nchi.
Wewe kama ndio unalima mihogo kule kijijini, inakuja mjini watu wanakula, na wewe unajenga nchi, unachangia kwenye uchumi wa nchi. Kwa nini wewe ukifikisha miaka 60 haupewe pension? Mwalimu akifikisha miaka 60 anapewa pension. Kwani mwalimu ndio anajenga nchi peke yake? Sisi Chadema tumesema uwe fundi ujenzi, uwe mchoma mkaa, uwe mkulima, kila atakayetimiza miaka 60 tutamlipa pension kwenye nchi hii kama nchi nyingine zinavyofanya. Inaitwa universal pension, kwa sababu kila mtu anachangia ujenzi wa nchi kwa njia yake. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Wewe kama ni bodaboda unaendesha kwa kujenga nchi, kama ni fundi ujenzi, kama ni mtu wa baa, kila mtu anajenga nchi. Kwa tukifikisha miaka 60 na uchumi huo tunao, uchumi huo tuna dhahabu, tuna chuma, tuna maji, tuna kila kitu. Maji tu ni tatizo babangu, maji. Tunapita hapa Temeke, watu wanabeba madumu. Miaka 65 baada ya uhuru, watu wanabeba madumu ya maji kwenye nchi ya 3 kwa kuwa na vyanzo vingi duniani. Maji yamewashinda. Sisi tunataka tusimamie, kila mtu afungue bomba kwenye nyumba yake, achote maji nyumbani kwake. Inawezekana. Kwa hiyo mkisikia wanatupiga vita, wanataka kutuua, wanatuchukia, sio kwa sababu sisi ni watu wabaya. No, ni kwa sababu tunakuja kuwafungua masikio ili muamke kutoka usingizini. Wanatuchukia kwa sababu tunafanya hiyo kazi. Lissu yuko ndani sio kwa sababu ni mhalifu, ni kwa sababu anataka tubadilishe nchi. Tuungeni mkono, kichangieni chama. Sasa hivi hatuna ruzuku, msimwachie Benito mwenyewe, msimwachie Sinamanzi mwenyewe, nendeni mkatafute wanachama. Hii kazi sio ya John Heche peke yake, ni kazi yetu sote. Tukajenge chama, jipe majukumu. Kila mwezi changia chama shilingi 1000. Utafilisika kwa kuchangia chama shilingi 1000? Changia chama shilingi 1000 kila mwezi au 2000. Si mna namba ya chama hii? Na usiishie kwako, nenda ongea na mume wako, ongea na mdogo wako, ongea na shemeji yako, kila mtu mwambie Chama cha Ukombozi, mwambie muunge Lissu mkono. Lissu ni simbo ya mageuzi, ni alama ya mabadiliko. Tumuombee, tumweke kwenye mikono ya Mungu, tumuunge mkono. Changieni chama, tubadilishe nchi hii, sio kwa ajili yetu tu, ni kwa ajili ya kila mtu, wakiwemo CCM. Na wao ni mateka tu, hata wao wanahitaji tuwakomboe, kwa sababu kama katiba yao inavunjwa hawezi kuongea, wanahitaji Heche awasemee. Tena kuna mjumbe wa kamati kuu ya chama chao ameniletea message, ananiambia, Mheshimiwa Heche, unajua kwenye kamati kuu, unasikia Mheshimiwa Bodi, kwamba kwenye kamati kuu kama sisi tunajadili ile inaitwa taarifa ya hali ya siasa. Wao kwenye chama chao, mjumbe wa kamati kuu ya chama chao ameniambia, wameambiwa hakuna kuijadili hiyo, inajadiliwa na vyombo. Unaweza kuleta ujinga huko kwenye kamati kuu ya Chadema, utaelewa kwamba vyombo ndio vinajadili taarifa ya siasa.